Ninawasalimu sana. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo, ndugu zangu waheshimiwa. Ninawasalimu sana. Baada ya kuwa kimya kwa muda kadhaa hivi, lakini nipende kuwapongeza kwa namna pekee mijadala ambayo mlikuwa mkiendelea nayo ndani ya taasisi yetu, lakini pia nje ya taasisi yetu. Ndugu zangu wanachama wa TIMDI, ninawaletea ujumbe mahususi hapa leo jioni, na ujumbe huu ukiwa umeambatana na barua maalum ambayo kila mmoja asome, aielewe, na kila mmoja atafakari kwa kina. Taarifa hii naileta kwenu kwamba tumekuwa na mijadala mingi hasa katika taasisi yetu ambayo kimsingi ilielekea sana kutuvuruga, ilielekea kutuletea kashfa mbalimbali, ilielekea kutufanya kwamba tupo kama hatujitambui hivi. Na mijadala hii imesababishwa na viongozi wetu wawili wakuu, nikimaanisha Mheshimiwa Hassan Dede akiwa kama mwenyekiti wa TIMDI, pia nikimaanisha katibu mkuu Saadi Rubuye akiwa kama katibu mkuu. Waliingia kwenye majibizano yasiyokuwa na faraja kwetu, kwa taasisi, kwa wanachama kwa ujumla, kwa Watanzania, kupelekea kutoleana maneno yasiyokuwa na faida, kuchafuana, kudhihakiana, kudharauliana. Sasa yote kwa yote, mwisho wa siku, hii ni taasisi ambayo ina watu wanaitazama, nayo inawatazama, inawafikirisha. Kwa hiyo napenda niwaambie, taasisi hii si taasisi ya mtu wa aina yoyote. Unaweza ukawa wewe umeleta wazo, ukalitengeneza na likawa sawa, na jambo likaendelea mbele. Lakini kumbuka, ni wazo lako, ni wazo lenye kujenga, lakini likisha kuwepo, basi kumbuka wazo hilo linabadilika, linabeba sura na sifa ya kwamba ni wazo la wote. Na mnapoingia katika kulifanya, basi kumbuka, wewe utabaki kama muasisi. Hautaweza kubaki kama wewe sasa wazo hili limejenga chama, wazo hili limezalisha taasisi, alafu ikaonekana kwamba sasa wewe ndio gwiji, wewe ndio kila kitu. Taasisi inabaki kuwa ya Watanzania. Kwa hiyo heshima, adabu, kutokudhihakiana ni msingi. Lakini dhamana ambayo serikali imetupatia sisi kama Watanzania kuwa mahali hapa kwenye taasisi hii na taasisi zingine ambazo zimepewa dhamana ya kusimamia maeneo fulani. Mtakumbuka zipo taasisi za kiserikali, lakini zipo taasisi zisizokuwa za kiserikali. Zote zimepewa dhamana. Sasa TIMDI nayo ni taasisi mojawapo ambayo imepewa dhamana ya kufanya kazi za kijamii. Sasa tumeshuhudia viongozi wetu wakuu wakiwa wametoka kwenye maadili ya uongozi, kwenye maadili ya kawaida, naweza nikasema kwa wakati mwingine matumizi mabaya ya ofisi zao. Hivyo jioni ya leo ninawatangazia ya kwamba pamoja na barua hii ambayo mtaiona hapo, kwamba viongozi hawa wawili, Mheshimiwa Hassan Dede pamoja na mwenzake katibu mkuu Saadi Rubuye, kwa kuzingatia mienendo na mashauri mbalimbali kwenye idara zetu mbalimbali, viongozi wetu hawa wawili wamesimamishwa majukumu yao ndani ya kipindi cha miezi mitatu, kuanzia leo tarehe 5 mpaka pale tarehe 3, kwa kipindi hiki cha mwaka
2025 mpaka 2026. Hivyo watapumzika majukumu yao. Na niwaombe Watanzania mlioko hapa kwamba huenda yakazuka maneno mbalimbali au viongozi hawa wakaanza kuwa na mijadala hapa. Wapuzieni. Lakini vile vile napenda kuwaambia viongozi tajwa hapa, jambo hili ni kwa ajili ya taasisi. Ni jambo la kawaida kabisa, wala halina mlengo wa kumchafua mtu wala malengo ya kuua taasisi, bali ni malengo makubwa ya kuhakikisha taasisi yetu inaendelea kusimama. Kwa hiyo kama jinsi barua mtakavyoisoma hapo, ninyi nyote mlioko hapa na Watanzania wengine, tambueni ya kwamba viongozi hawa kwa sasa watasimama majukumu yao. Lakini ikitokea vinginevyo, basi hatua zingine zinaweza zikachukuliwa, ikiwa ni pamoja tu na kufutwa uwanachama kama wataona haifai hii na kuendelea sasa marumbano yasiyokuwa na tija. Lakini pia katika eneo hili na kipindi hiki ambacho tumekizungumza hapa, ni kwamba hawataki kujihusisha kabisa na kuandika wala kusema maneno ndani ya magurupu yetu haya. Lakini pia kama barua mtakavyosoma itakavyokuwa inaelekeza, watatakiwa kuomba radhi kwa wanachama, kwa wanataasisi na kwa Watanzania kwa ujumla kwa maandishi. Kinyume na hapo, wasipofanya hivyo kwa kipindi hiki ambacho ni cha neema ambacho wamepewa, basi huenda taasisi na chama na wanachama kwa ujumla wakawa na maoni tofauti kuhusiana na viongozi hawa, ikiwa ni pamoja na kuendesha uchaguzi mkuu kwa ajili ya kusonga mbele. Ndugu zangu, viongozi wangu watajwa hapa juu, Hassan Dede pamoja na Sadir Buye, mchukue hatua ya kujitafakari sana katika haya maeneo. Lakini kumbukeni, ninyi ni viongozi wakuu, kiongozi namba 1 na kiongozi namba 2. Tulitarajia hekima, na hata sasa tunatarajia hekima zenu katika hili. Baada ya kusema haya, mimi niwasilishe hoja hii kwenu wanachama na wanataasisi kwa ujumla, lakini na barua mahususi hapa. Muisome na muielewe vizuri. Lengo hapa ni kuondoa giza ambalo linaitanda taasisi yetu na kutafuta mwanga na kusonga mbele. Narudia, eneo hili si kana kwamba ni eneo la kubomoa, ni eneo la kujenga taasisi yetu iweze kwenda mbele. Baada ya kusema haya, niwatakie kila laheri viongozi wetu kwa ajili kutafakari mambo haya, lakini niwatakie kila laheri wanachama wote kwa jumla wana taasisi kuendelea kutafakari, lakini niwatakie kila laheri Watanzania wengine ambao si wanachama wa taasisi yetu, ambao pengine watafahamu na kusikia haya. Niendelee kuwaomba muendelee kuwa na tafakari. Mwisho wa yote, tusonge mbele. Niwaombe sana tutunze heshima zetu na tutunze heshima ya taasisi, lakini tufuate kanuni na maadili ya Kitanzania. Mwisho wa yote niseme, niwasilishe na niwaombe tuingie kwenye tafakari iliyo bora zaidi. Asanteni sana.